Yes, ni taarifa ambazo zilianza kama masihala fulani hivi, lakini zimekuwa rasmi. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wamethibitisha kumsainisha mkataba wa miaka miwili kocha Patev kutoka kwenye kikosi cha Gaborone United Sports Club kutoka pale nchini Botswana. Ni kocha ambaye Simba wamemfahamu vyema baada ya kukutana naye kwenye mechi mbili za kuwania kufuzu kwenda kucheza second round ya CAF Champions League. Mnyama akifanikiwa kupata ushindi ugenini na sare nyumbani. Kwa aina ya mchezo ambao amewapa ama upinzani ambao kocha Patev amewaonesha Simba Sports Club wakati wanacheza nao, umelishawishi Simba ama umeishawishi Simba Sports Club na viongozi wake kuridhika na kuona yes, ni miongoni mwa walimu ambao wanaweza kuja kuongoza benchi la ufundi la Simba Sports Club na kuwapatia mafanikio yale ambayo wanayahitaji kutoka kwa mwalimu Patev. Ni mwalimu ambaye historia yake, CV yake haijashiba, lakini ni mwalimu ambaye CV yake na historia ya career yake inapaswa kuandikwa kwa ukurasa mwekundu wa Simba Sports Club, kwa wino mwekundu kutoka kwa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Nazungumza hana mafanikio makubwa na soka la Afrika, kwa sababu mafanikio yake ni kuchukua kombe la Cameroon akiwa na Victoria, lakini pia fanikio lingine ni dhidi ya Gaborone United msimu ulioisha wakibeba ubingwa. Sasa kituo kinachofuata ni Simba Sports Club, na Simba inakuwa ni miongoni mwa timu kubwa ya kwanza kuwahi kufundisha kwenye soka la Afrika, Simba Sports Club. Simba tunapozungumza ametoka kwenye timu ambazo hata kwenye renki za 50 hazipo, anakwenda kushika klabu na kuiongoza klabu ambayo ipo klabu nambari 5 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo tuseme Simba itambeba kwenye kutengeneza CV ya maisha yake ya hapo baadaye kocha Patev, lakini yeye pia mbinu zake na falsafa yake itaibeba Simba Sports Club, kwa sababu kwanza ni mwalimu ambaye anaamini kwenye kucheza mpira, ile Simba ambayo watu wanaitamani. Akifanikiwa kuingiza falsafa zake kocha Patev, atakuwa ni miongoni mwa walimu watakaoacha alama na historia kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Bahati mbaya ni kwamba hajaruhusiwa kuingia na full package. Hajaruhusiwa kuingia na full package, kwa maana ya kwamba ameruhusiwa